Good morning. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo wa Good Morning Arise umetoka kutizama sauti za Kurasa na Rambegezi pamoja na Lightness Jerry, na sasa ni wasaa ukaelekea kwenye gumzo. Langu jina ni Samson Kesi, kijana wa Dhabao. Karibu sana tuambatane sote hapa kwa ajili ya kuyafahamu yale mengi mazuri tuliokuandalia katika gumzo la habari. Na kipekee kabisa kwa siku ya leo tumejaliwa kuwa na mgeni ndani ya studio za Arise and Shine TV, na si mwingine ni kamanda kutoka Jeshi la Zimamoto. Karibu sana kamanda. Asante sana. Kwa manufaa ya mtazamaji wetu anayetutizama kwa hivi sasa, majina yako tafadhali? Kwa jina naitwa Koplo Fares Kauli kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, mkoa wa Kizimamoto Temeke. Ni afisa habari msaidizi wa Zimamoto Temeke. Afisa habari msaidizi kutoka Jeshi la Zimamoto Temeke. Tukiongelea swala la nishati safi, hususani kwa zama za sasa, ndio kitu ambacho kinapigiwa chapuo kwa kiasi kikubwa, na tumeona pia namba moja wa nchi Jemedari Dr. Samia Suluhu Hassan akihimiza matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na matumizi ya nyumbani pamoja na zile taasisi za kiserikali ikiwemo jeshi. Pia mnahusika kwa kiasi kikubwa katika maamuzi ya utumiaji wa nishati safi ya kupikia, hususan gesi na umeme. Sasa tukiangalia nishati hii pia ni ngeni kwa baadhi ya Watanzania, si wote wanaoifahamu kwamba namna gani matumizi yake sahihi ni yapi. Kwa kutufungulia gumzo kwa siku ya leo, ni yapi hasa matumizi sahihi ya nishati hii safi ya umeme pamoja na gesi kwa yule ambaye hafahamu au ndio anakutana na teknolojia hii, kwa sababu majiko yapo, lakini pia gesi inapatikana kwa wingi hususan katika nchi yetu ya Tanzania, lakini pia wapo Watanzania ambao mpaka sasa waelewe yapi matumizi sahihi ya nishati hii. Vizuri. Jeshi la Zimamoto tunasimamia sheria ya zimamoto ambayo inayohusiana na tunasema ukaguzi, pia vile vile kutoa elimu, pia vile vile kuzima moto na kuokoa maisha na mali. Sasa kwenye upande wa nishati safi na salama, tumechukua slogan kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ndio ambayo ametuandalia hiyo slogan kwamba kwa sasa hivi tunakuwa na matumizi makubwa sana ya nishati safi ambayo ni matumizi ya gesi. Hususan tunakuwa kwenye uchumi wa blue, tunaelekea kwenye uchumi wa blue, lakini vile vile uchumi wa blue utaendana na kuwa na mazingira ambayo yaliokuwa salama. Tunategemea hiyo ni Tanzania ya kijani. Sasa Tanzania ya kijani hatuwezi kutumia mkaa kwa muda wote. Sasa nishati safi ambayo tunayozungumzia hapa tutaanzia kugusia kwamba upande wa gesi. Gesi ndio ambayo tuliokuwa nayo kwa asilimia kubwa. Tukishamaliza gesi tutakuja kwenye umeme. Sasa gesi tunaanzia pale tunapoenda kununua. Hususan hata kama wewe ukienda kununua gesi yako kule dukani, tunashauri kwamba ukae ndani ya muda kadhaa kabla ya matumizi. At least umeenda kununua umbali wa kilomita 1, ukae nayo pale nyumbani ndani ya nusu saa kabla ya kutumia au kuunganisha kwa ajili ya matumizi yako. Kwa nini tunashauri hivyo? Ni sawasawa umeenda dukani umenunua kinywaji chako aina ya soda, kabla hujanywa umekitikisa kile kinywaji au unavyotembea nacho kunakuwa kinajitikisa. Kwa kinavyojitikisa, ukija kufungua kinakuwa na mkandamizo wa gesi ambayo ilikuwa mle ndani ambayo imehifadhiwa kwenye soda. Kwa hiyo iende kao inaweza kalipuka ile gesi au ikalipuka ile soda na chupa ikapasuka. Kwa hiyo hivyo kwenye gesi na yenyewe ndio maana tunashauri kwamba lazima ukifika nao nyumbani utulie ndani ya dakika kadhaa ndipo aendelee kutumia. Kwa maana gani? Utakavyo ubeba kwenye mtikisiko ule, kwa sababu gesi imeshindiliwa kwenye ile chupa, imelazimishwa kukaa. Kwa hiyo utakavyokuwa umeenda pale kufungua kwa muda ule, unaweza kusababisha madhara ya kutengeneza leakage na gesi kuvuja. Lakini kitu kingine tunashauri
mitungi yote ya gesi ikae nje ya jiko lako, yani nje ya nyumba yako. Upitishe mlija mpaka ndani, kisha pitisha mlija usawa wa dirisha kuwe na koki au valve ya kufunga na kufungua, kwa ajili ya kukusababishia wewe kwamba utakapokuwa unafungua na kutumia mojawapo utakuwa na kagua ule mlija. Maana utakisha kagua mlija ndipo unajihakikishia kwamba unakuja kufungua ile valve yako. Kisha fungua unakuja kuwasha jiko lako. Hivyo hivyo ukianza kufungua, ulipoanza kufungua ndipo unatakiwa uanze kwenda kuzima pale pale kabla kuzima kwenye jiko. Yaani umejihakikishia chakula chako kishaiva, unataka kuzima jiko lako, nenda kafunga ile valve ya kwanza uliyofungua ili uruhusu gesi ije kwenye jiko lako na kuwasha. Kwa hiyo utaenda kufunga pale ndipo unakuja kuzima kwenye jiko lako. Utajihakikishia kwamba gesi yote ishaungua kwenye mlija wako au kwenye pipe yako, mazingira yanabaki kuwa salama. Hutahisi harufu ya gesi pale ndani. Hapo tumezungumzia kwenye wale ambao wanamiliki majiko ya plate, yani yana sahani zile ambazo zinaruhusu pipe. Kwa mimi ambaye ninatumia na watazamaji wengi wanaangalia, wanatumia lile lenye jiko hapo hapo, yani kwamba ina kile kifaa ambacho kinaruhusu bana, inaruhusu moto kutoka kwenye gesi kutoka kwenye mtungi kuja moja kwa moja kwenye bana kwa ajili ya kuchomwa na kuzalisha nishati ya moto. Huyu anatakiwa afanye nini wakati anahitaji kudhibiti uvujaji wa gesi kwenye kifaa chake? Vizuri. Huyu inatakiwa adhibiti zaidi pale tunasema kwamba tunapoenda kununua, vile vile procedure zifuate, vile vile hatua zote zifuatwe. Lakini cha muhimu kabisa anatakiwa azingatie kwamba anapotumia ile mtungi wake, anapotumia au unapowasha gesi yako, inatakiwa uweke sehemu ambako hakuna kitu chochote kinaweza kuwaka kwa haraka. Aidha kimiminika, kwa mfano kama petroli, dizeli au mapanzia isiwepo karibu, makaratasi isiwepo karibu. Hicho ni kitu cha muhimu sana cha kuzingatia. Lakini vile vile hata kuna hali ya matumizi, umeshatumia siku kadhaa unakuta unaanza kutikisa. Haitakiwi kutikisa ule mtungi wako wa gesi ambao ni mdogo. Kwa sababu watu wengi wanatumia namna hiyo kwa sababu ya kutaka kujua kiasi cha gesi kwamba imejaa au bado. Na utatuambia hapo na mtazamaji ajue kwamba ni namna gani ya kujua kiasi cha gesi kilichobaki. Kweli. Kwa hiyo ukishatumia umemaliza, hakikisha kwamba mtungi wako umeuchukua ule, umeweka sehemu ambako hakuna kitu chochote kinaweza kuwaka kwa haraka. Hizo unaweza kuvilingisha kuweka kwenye kona ambako hakuwezi kuwaka kwa haraka, lakini vile vile unaweza kuchukua hata sufuria kuweka juu yake, kuegeshea juu yake pale kwenye mafega yake pale. Kwa hiyo ukishaegeshea, hata mtoto akifika pale hawezi tena kutoa ile sufuria na kuanza kuchezea ile gesi. Kwa hiyo mazingira hayo yatakuwa ni salama. Lakini cha kuepuka kingine, kuweka chini ya uvungu wa kitanda mtungi wako wa gesi. Umemaliza kupika, unaogopa watoto, unaingiza chini ya uvungu wa kitanda. Ni kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwa sababu gesi inahitajika uwazi mkubwa. Tunajua mazingira tunaishi nayo, tunaishi na vitu vingi. Tunaishi store. Kiufupi tunaishi store. Sawa? Unakuta kila kitu kiko hapo. Ukiingia unaanza kusalimiana na madumu, umefungua pale na gesi iko pembeni na kuuliza ni kuue au ni kuache. Kweli. Umeona? Kwa hiyo ukiingia unakutana na meza, kitanda, sofa yako umeweka pale katikati, umepata kinjia kidogo, kimwanya, ndipo unapata sehemu ya kupikia. Lakini gesi inahitajika ni sehemu kubwa yenye uwazi ndipo endelee kupika. Kwa kuepuka hivyo, ndio maana tunasisitiza ukimaliza kupika, umetafuta eneo lako mzuri, hata ile sofa yako au kiti chako unaweza kisogeze pembeni, ndipo weke jiko lako pale kwa ajili ya matumizi. Ukishamaliza kupika, vile vile usogeze ule mtungi wako uweke kwenye kona kama nilivyosema, ili uegeshee kitu ili moto usiweze kujitokeza, kwa sababu moto ambao ni hatari duniani kote ni moto wa gesi. Gesi ikivuja kama hapa, ikienda nje, ikifika kule nje, ikikutana na mtu amewasha moto, ile harufu imefika pale, amekutana na mtu amewasha moto pale yule ndo anauwasha. Kwa hiyo ile gesi inadaka pale, kisha daka inakuja kuingia ndani ili kujaa kwa wingi zaidi, inakuja kuleta madhara. Tunaangalia kwenye maeneo ya kibiashara, hususan kwenye mabanda ya vibanzi almaarufu kama chipsi, kumekuwa kuna kawaida ya kulaza mitungile, hususan ile mirefu ambayo ni mikubwa. Kuna namna wanalaza. Je, ni sahihi kulaza mitungi ili hali imetengenezwa kwa ajili ya kusimamisha? Hata kwenye ubebaji, mtungi wa gesi unashauriwa kwamba ubebwe ukiwa umesimama. Ndio maana kuna magari maalum ya kubeba gesi. Umeona? Kwa hiyo kwa nini, na kingine tunachoshauri kwamba ukifika nao nyumbani ukae kwa muda mrefu, kwa sababu
mtungi mingi unakuta umebeba, aidha mtu amebeba kwenye pikipiki ameulaza. Sasa ule mtikisiko ndio ambao unaweza kusababisha nini? Kuleta leakage zaidi. Kwa hiyo mtungi wa gesi umetengenezwa kwa ajili ya kusimama. Na utakiwa unavyotumia umeulaza. Ni kitu ambacho hakitakiwi. Inatakiwa usimame vile vile. Hata kama ikitokea damage ya aina yote, mtungi unataka kulipuka au unataka kuruka wenyewe. Kwa hiyo utaenda hewani. Kwa sababu kitalazimisha ile valve iweze kuchomoka kwenda juu. Kwa hiyo itaenda juu. Haitaweza kuleta madhara zaidi hapa chini. Umeona? Lakini ukiulaza hivi ina maana ni hatari kwa wale ambao waliokaa sehemu husika. Unaweza kuleta madhara na ukaleta mlipuko zaidi mkubwa kwa sababu utakuwa unasafiri. Umeona, utakuwa unasafiri na kusababisha kwamba nini? Uweze kubomoa vitu vilivyokuwepo pale, uweze kuleta madhara kwa watu wengine. Kwa hiyo na vile vile hata kama unachoma chips zako, inatakiwa uhakikishe kwamba una mlija mrefu au hose pipe ile iwe ndefu. Ndio. Usikae karibu na lile jiko lako. Tunapita sehemu nyingi sana tunapa elimu hii, unakuta mtu ameweka jiko lake hapa na kanga chips, lakini mtungi wake umekaa karibu kama jinsi ilivyokuwa kwenye hii meza na mimi kwenye kiti hapa. Ni kitu ambacho hakitakiwi, ni hatari sana. Kwa hiyo lazima ukae mtungi mbali na sehemu ile pale ambapo kwenye jiko lako. Kwa hiyo ukiweka mbali inakuwa ni nafasi nyingine ya wewe, endapo jiko lako likilipuka pale au kalai lako limelipuka, kile kimiminika kimewaka moto, cha kwanza hutaanza kupambana na ule moto ambao unaowaka hapa. Inatakiwa uanze kupambana na ule mtungi ambao uliweka kule pembeni. Kwa hiyo italazimika kwenda kufunga ile valve ya mtungi wako, ndipo unarudi kwenye nini? Kwenye ule moto wako. Kwa sababu hii gesi ambayo iliyokuepo huku ni hatari zaidi kuliko hiki kimiminika kinachowaka hapa. Kimiminika tayari kinawaka kiko kwenye chombo. Lakini hii gesi ikitokea kwamba imewaka au imelipuka italeta madhara makubwa zaidi. Umeona? Kwa hiyo cha kwanza lazima uweke mbali, ndipo ikitokea la kutokea ukafunge valve uje upambana kile kilichokuwepo. Tumebaki sana kwenye gesi, lakini tunahusisha pia na umeme. Mtazamaji unayetazama, tuko na kamanda wa polisi kutoka Jeshi la Zimamoto Temeke, ndugu Faris, ambaye akitupa kinaga ubaga juu ya matumizi sahihi ya gesi pamoja na umeme, zikiwa hizi ni nishati safi na serikali ikiwa inahimiza matumizi ya nishati hiyo katika miaka hii kuelekea kutunza mazingira pamoja na kuepusha athari za global warming au ozone layer. Tunarudi kwenye matumizi ya nishati ya umeme. Ni kama watu wanaiona kama ni nishati ghali zaidi, lakini pia utatuambia usalama na urahisi wake uko vipi na mtu anaanzaje kuimudu nishati hii na nini anatakiwa kufuata na kukizingatia wakati wa matumizi ya nishati ya umeme, hususan kwenye majiko, lakini pia namna ya kufanya wiring, sababu tumeshuhudia kuna kebo ambazo si za kawaida ambazo waga nazishuhudia kwenye sehemu ambayo inatakiwa jiko la umeme liwekwe. Lakini utatueleza sasa hapo inakuwaje na mtu anatakiwa kuzingatia nini wakati anajenga nyumba yake au wakati ameingia kwenye nyumba ya kupanga na jiko la umeme, nini anatakiwa kuzingatia wakati wa kufanya matumizi ya nishati hiyo ya umeme? Vizuri. Cha kwanza tunavyofanya ujenzi wa jengo lako au tunafanya renovation, inatakiwa kwa sababu kunakuwa na michoro ambayo inakuwepo, tunashauri kwamba ulete Jeshi la Zimamoto na uokoaji, na sasa hivi tumeenda mbali zaidi. Kwa sababu ili kuepuka kwamba wewe unatoka labda umeenda halmashauri umeenda kupata kibali, unakuja Jeshi la Zimamoto unaenda kupata kibali. Sasa hivi Jeshi la Zimamoto limefika halmashauri na dawati pale. Kwa hiyo kuna afisa ambao anayokuepo pale kwa ajili ya nini? Kuidhinisha ile michoro na kupitisha, kutoa ushauri kwa kina kwamba kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Kwa hiyo hilo mchoro wako ambao unaojenga hata nyumba yako ya kawaida, ukifikisha Jeshi la Zimamoto na uokoaji, watakupa elimu zaidi namna gani kuweza kujenga hali ya usalama. Lakini cha muhimu ni nini? Umuhimu ambao unatakiwa kufanya unaponunua vifaa vyako vya umeme, hakikisha vile vifaa vimethibitishwa na shirika la viwango. Kwa hiyo kama vimethibitishwa, yani vifaa vilivyokuwa bora, utakuwa uko vizuri. Lakini kwa asilimia kubwa sana unakuta watu wanaponunua zile wanapofanya wiring wananunua nyaya ambazo hazina nini? Hazina ubora. Ndio maana ukifuatilia matukio mengi utasikia shoti za umeme, shoti za umeme, shoti za umeme. Zimeanzia wapi? Utakuta ndani kwako. Aidha ni socket switch imeleta shoti au taa ya umeme ile taa imeleta shoti. Haijawahi kutokea kwamba inatokea huku kwenye tunasema kwenye main switch au kwenye mita kwenda kwenye nguzo. Ni mara chache sana. Ukikuta kama nyumba 100 zimeungua, ujue asilimia labda 2 ndio unaweza kukuta kwenye imeanzia kwenye nguzo au kwenye mita. Umeona? Ila nyingi sana utakuta ni ndani kwako. Kwa nini? Hatununui vifaa ambavyo vina ubora. Kwa hiyo ukinunua vifaa ambavyo vina ubora, hutaweza kuona majanga aina yote ya moto yakijitokeza. Lakini kingine kuzingatia
kwa overload. Yaani kuweka vifaa vingi kwenye extension cable zile. Moja. Extension cable moja. Unakuta umeweka pale TV, extension cable ina matundu manne, umeweka sabufa, umeweka TV yako, umeweka decoder pale pale. Kwa hiyo na pasi unahitaji kutumia pale pale. Sasa kikawaida ukishajaza vitu pale, utanunua kifaa ambacho kinaitwa multiplug. Unaweka pale. Unaongeza tena uzito mkubwa, ndipo unachomeka pasi yako, unaanza kuchaji simu, unaweka na feni pale inazunguka. Kumbe hujui kwamba ile extension cable inachukua umeme kiasi gani. Kwa hiyo mwisho wa siku ina overheat, shoti zinatokea, utaanza tena kuleta lawama kwamba hawa mamlaka au nani TANESCO kwamba umeme wao unakuwa hivi unakuwa hivi. Kumbe wewe umeongeza uzito zaidi, umesababisha nini? Shoti pale. Lakini kingine cha muhimu, kuepuka kupitisha nyaya chini ya carpet au chini ya uvungu wa kitanda. Sasa ndo hivyo kwamba mazingira yetu hayaturuhusu kusema kwamba unaweka nyaya kwenye eneo sahihi. Lazima upitishe chini ya carpet kwa sababu unajua kabisa mazingira ya Kitanzania watu wengi ni watafutaji, hususan kwenye ile ya Dar es Salaam. Ni wachache sana wanamiliki nyumba ambayo unaweza ukatenganisha kitanda na ukuta. Wengi tunabananisha vitu ili mradi tuweze kutosha na kuendelea kusukuma maisha. Ni kweli. Kwa hiyo unaweza kutafuta hata chance. Kwa mfano extension socket switch yako yuko upande wa unakoweka kiti. Sawa. Unakoweka kiti. Jitahidi sana utafute namna kile kiti kisogee kisikae kule ili uweze kupitisha waya wako kwa usalama. Ndio tunajua tunatafuta usalama, tunatengeneza nyumba yetu ionekane muonekano mzuri. Lakini muonekano mzuri unaonekana pale unapoweka vitu vyako vya usalama viko safi. Kwa mfano ukiingiza nyaya yako umeingiza kwenye carpet, ikishaingia pale inaendelea kupata nini? Joto. Kabla hata haijapata umeme. Umeona? Inazalisha joto yenyewe. Ikija kupata umeme inazidi kuongezeka, ina overheat. Mwisho wa siku short inaweza katokea tu kulingana na joto lililoongezeka pale. Sio lazima kwamba hadi umeme wenyewe ambao uliotokea kule usababishe short. Kumbe wewe mwenyewe umeongeza nini? Joto kwenye kapeti yako. Kwa hiyo moja kwa moja inaweza kusababisha mlipuko. Umeona? Ndio maana tunashauri hivyo. Lakini kingine cha muhimu ambacho kinachotakiwa kukifuata pale unapotumia umeme wako, hakikisha kwamba zile earth load kama tunazijua nyaya zile ambazo zinazopunguza umeme inatakiwa zizingatiwe sana, zinunuliwe zilizokuwa bora. Nyaya yote ambayo ya earth load inunuliwe ikiwa iko bora. Tusinunue nyaya ambazo hazina ubora. Kwa hiyo ukitengeneza nyaya yako earth load ambayo iko vizuri, ina maana moja kwa moja hata shoti za umeme utaweza kuziona. Ikitokea kama taa inataka kuungua, mwisho wa siku utakuta circuit breaker inajizima yenyewe na pale ndani panabaki kuwa salama. Sasa hapo kamanda, umezungumzia uhusiano wa joto lakini pia ramani ya nyumba. Mna dawati la ukubwa kiasi gani ambalo linaleta ushirikiano sasa kati ya mamlaka hizi mbili? Mamlaka ya shirika la umeme Tanzania TANESCO, lakini ni jeshi la zimamoto kama usalama wa nyumba kwa huyo mkazi atakayekuja kuitumia. Mnashirikiana vipi? Lakini pia utatuambia ni visa vingapi? Visa kati ya vinavyosababisha umeme unaosababishwa, mioto inayosababishwa na gesi na mioto inayosababishwa na umeme hususan majumbani. Chanzo huwa ni nini? Kinakuwa ni nyumba yenyewe, ufungaji wa wiring, lakini pia uzembe wa mtu anayetumia gesi. Utatuwekea hapo usawa na mlinganyo huo, sababu mtazamaji anaweza kuwa anasema ramani, lakini unakuta mko scattered toka ofisi moja kwenda nyingine, inakuwa ni shida. Kinamna gani mmeimplement madawati yenu kwenye ofisi za mashirika kama ya umeme TANESCO na sehemu nyingine kuhakikisha kwamba mnaleta ushirikiano ili huyo mtazamaji anayeangalia na mwananchi aweze kujua kabisa nikitoka kitengo hichi naingia kitengo hichi kwa ajili ya kukamilisha taratibu zangu? Vizuri. Tunashauri hata pale kwanza pale unapofanyia wiring inatakiwa umpate fundi ambayo aliyoidhinishwa na mamlaka husika. Sawa, aliyoidhinishwa na serikali ambayo ni engineer ambayo aliyokuwa vizuri. Lakini hatufanyi hivyo kwa sababu ya nini? Gharama. Umeona? Kwa hiyo sisi kama jeshi la zimamoto tumekuwa tukishirikiana na mamlaka mbalimbali ikiwepo kama alivyosema TANESCO. TANESCO tumekuwa nao karibu hata kama linapotokea tukio la moto. Tunavyotoka kituoni, mtu anayebaki chumba cha simu cha kwanza kuwasiliana na mtu wa TANESCO. Umeona? Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni namna gani tunaweza kushirikiana. Likitokea tu tukio la aina yote, iwe la maokozi sehemu fulani, umeona, aidha kama kwenye nyumba kuna maokozi au kuna tukio la moto, lazima tuwapigie wenzetu TANESCO ili tunavyotoka kituoni tunaenda eneo husika tuwe tayari tushawapa taarifa na wao wajongee.
Iende ikawa tukafika pale tukakutana na shida ikawa ni umeme zaidi. Ina maana lazima wao wakati umeme ndipo sisi tuendelee kupambana nini? Kupambana na moto. Kwa hiyo Jeshi la Zimamoto limekuwa likishirikiana na mamlaka mbalimbali ikiwepo na TANESCO, ikiwepo na na mamlaka zingine ambazo tunazohusiana na nini? Na miundombinu, nishati, maji, hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nimekuuliza pia hilo la ulinganifu kati ya moto na gesi. Mioto mnayoikimbilia na kuizima mingi huwa ni ipi kati ya hii? Kwa sababu sasa hivi tumehamia kwenye nishati hizo, mara nyingi lazima pia kuna visa vingi vya moto. Sasa unatuambia hapo wingi uko wapi, kwenye gesi na au kwenye umeme, na shida inakuwa ni ipi hasa? Kwa sasa hivi kwa asilimia kubwa sana ni shoti za umeme. Kama nilivyosema, shoti za umeme ni kwa ajili gani? Kwa overheat vitu vingi. Kwa mfano kama sasa hivi kuna joto la kutosha, unakuta umekaa ndani umewasha feni yako, alafu umefunga madirisha. Kinachotokea nini? Feni inaendelea kuzunguka, lakini kinachozunguka nini? Inazungusha ile hewa ambayo iliyokuwepo ndani. Umeona? Ina maana inavyozungusha ile hewa iliyokuwepo ndani, ina maana wewe hujafungua madirisha wala milango, hakuna hewa nyingine ambayo inaingia. Ina maana inaendelea kuoverheat, inazungusha joto, mwisho wa siku shoti inaweza kutokea. Kwa hiyo matukio mengi sasa hivi ni shoti za umeme. Gesi inatokea, lakini ikitokea inaleta madhara makubwa zaidi kuliko umeme. Ndio kuna utofauti hapo. Yaani gesi ikitokea, kwa mfano tukio la moto wa gesi ikitokea, inaleta madhara makubwa zaidi kuliko umeme. Kwa hiyo kuna utofauti. Ndio maana unaweza kukaa ndani ya miezi kadhaa hujawahi kukuta moto wa gesi ukitokea, au hujawahi kusikia gesi ikilipuka. Umeona, kwa ajili ya elimu tunaenda kutoa. Lakini umeme imekuwa ikitokeza mara kwa mara. Kwa ajili ya nini? Kama tulivyosema, miundombinu, aidha kuchakavu wa miundombinu. Umeona, kwa sababu unavyofanya ujenzi wako, tunashauri vile vile ukishamaliza ujenzi umekaa ndani ya kuanzia miaka 3 kwenda juu, inatakiwa ufanyie survey na kufanyia renovation ile mifumo ambayo ilikuwa kwamba tunatakiwa ufanye ukarabati. Mtazamaji, umelisikia hilo kwamba wakati unajenga uweke na bajeti za kufanya ukarabati wa miundombinu, hususan wiring au mifumo ya umeme ndani ya nyumba yako, kwa sababu ndivyo inavyotakiwa kwamba baada ya miaka kadhaa fanya. Sasa nyumba unakuta umekaa nayo miaka 7, 10, unazidi kujisifu kwamba fundi alifanya wiring vizuri. Ukumbuke kwamba sasa hivi umeme unazidi kuongezeka. Unavyozidi kuongezeka na miundombinu ikishachakaa ndani kwako, muda wote na saa yote inaweza katokea shoti na overheat kama nilivyosema, na moto katokea. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa kuvizingatia sana hivi. Ni vifaa vipi vya kiteknolojia ambapo Jeshi la Zimamoto, kulingana na kasi ya sasa ya mapinduzi ya teknolojia, aina ya majengo, lakini pia mipango miji iliyopo, sababu kuna miji ambayo imefungamana, mfano jiji la Dar es Salaam maeneo mengi ni scattered area, ni maeneo yaliyoshonana. Jeshi la Zimamoto kuna vifaa gani vya kiteknolojia? Tumeona nchi za wenzetu wakiwa wanatumia saa nyingine hata crane kwa ajili ya kuzima moto. Tuliona kule California wakitumia hadi saa nyingine helikopta kwa ajili ya kwenda kuchukua maji baharini kwa haraka na kuja kuzima. Nyinyi kama Jeshi la Zimamoto Tanzania, mpaka sasa vifaa vipi vya kiteknolojia vinavyoendana na kasi ya mabadiliko ya nishati hizi mmeweza kuviimplement katika kazi zenu? Kwa upande wa kwetu mpaka sasa hivi vitu vingi vimekuja, vifaa vingi vimekuja. Hususan naweza nikukupa mfano mmoja kwenye tukio lililotokea mwaka jana Kariakoo. Kwenye tukio lilitokea tena mwaka jana, nadhani kama sikosei mwaka jana mwishoni, ambao gorofa lilikuwa nawaka pale mamlaka ya mapato TRA. Uliona kuna mtambo ambao ulikuwa unazima moto. Wazima moto wanazima moto kutumia ule mtambo ambao unaweza kusimama ukazima moto kuanzia gorofa ya 20 kwenda juu, ukapambana nao vizuri. Lakini vile vile tuna mitambo mingi ambayo imekuja kwa ajili ya matukio yote ambayo yanaenda kujitokeza. Kwa hiyo tunaendana na kasi jinsi inchi inavyokuwa. Kwa hiyo na kifika kuanzia mwezi wa 4 kwenda juu, utaona kuna mitambo mingine inakuja. Hata hizo helikopta zitakuja kwenye Jeshi la Zimamoto. Itakuja Jeshi la Zimamoto. Kila kitu kitaenda vizuri. Sababu limekuwa pia mara nyingi kwenye hii mioto kuna kuja swala linafika, gari linafika, maji hakuna, au saa nyingine maji yamekuja hayana utoshelevu, nguvu kazi inakuwa ni ndogo na ule moto unakuta unazidi. Lakini pia umetuhakikishia kwamba vifaa vinakuja. Hilo hatuna nalo shaka, kwa sababu tunaamini serikali yetu inasikia, na kwa sababu imetoka kauli kutoka kwa msemaji sisi tunaamini kwamba ndicho ambacho kinajadiliwa huko. Sasa tunaelekea kutamatisha kwenye swala hili la nishati, hususan gesi na umeme.
Nini ambacho mtu anapaswa kukizingatia hasa wakati anahitaji mifumo hii yote ifanye kazi kwenye nyumba yake? Je, ni sahihi kuweka jiko? Sasa tumewahi kushuhudia jiko moja lina sahani 3 za gesi, moja ya umeme, chini oven. Matumizi sahihi hasa ya vifaa hivi kwa ukaribu wake vinapaswa kuwa karibu, au kila kimoja kinapaswa kuwa katika eneo lake na jitegemeli kuepusha moto? Sababu tumejua kwamba gesi ikiwa inavuja alafu kukawa kumetokea joto kutoka kwenye umeme, inaweza kusababisha gesi hii kulipuka. Ukaribu wake, mimi na jiko langu la gesi, yule ndani kuna jiko la umeme na gesi, natumia vipi sahihi kuepusha kuleta madhara zaidi? Cha msingi kwamba unapotumia jiko lako la gesi likiwa sambamba na jiko la umeme, hakikisha kwamba jiko la umeme ushalizima, kila kitu kishazima, ndipo tumia jiko lako la gesi. Ukiamua kutumia jiko lako la umeme, hakikisha jiko lako la gesi umelizima, utumie jiko la umeme. Nahitaji kupika kwa haraka vyakula vyote hivi. Haitajiki vitu viwili kuvitumia kwa wakati mmoja. Ni shida kubwa sana ambayo inajitokeza. Lakini vile vile hata kupasha kitu kwa muda mrefu, umeweka pale jiko lako, umewasha jiko lako la gesi, alafu umebandika kitu kwa muda mrefu na wewe mwenyewe hujakiangalia kile kitu, yenyewe inaweza kuleta shida. Inaweza kujitokeza kwamba kile kitu kimeungua, mwisho wa siku kimeisha, kwa sababu gesi inaunguza kitu kwa haraka sana kuliko kawaida. Kwa hiyo unaweza kujiziuka, au unakuta unatumia gesi, wewe mwenyewe umekaa pale unaangalia TV, ni kitu ambacho hakitakiwi. Au unatumia umeme, wewe mwenyewe uko kule unaangalia TV, ni kitu ambacho hakitakiwi. Kwa hiyo kuvitumia vitu viwili kwa wakati moja ni vitu ambavyo havitakiwi. Kwa hiyo hakikisha hata kama unatumia jiko lako la umeme au la gesi, sasa hivi kuna socket switch ambao unaiwasha kwenye yale majiko makubwa, unaiwasha kwanza socket switch, unakuja kuwasha kiberiti chako, au unaruhusu gesi unakuja kuwasha kiberiti. Kwa hiyo cha msingi unapoenda kutumia, hakikisha ulipoanza kuwasha ndipo unapoenda kuzima mwishoni. Yaani ulienda kuwasha kwenye socket switch ndipo utakapoanza tena kuzima, sio kwenda kuzima kwenye majiko. Umeona? Kwa mfano umemaliza kupika, umekuta chakula chako kimeisha iva, nenda kazime kwenye socket switch yako, nenda kazime kwenye kwenye jiko lako. Pale utakuwa umeacha vitu kwa usalama. Mara nyingi sana unakuta watu wamekuwa wakijisahau, unazima tu kwenye jiko alafu unaenda kuzima kwenye socket switch, au wanazima kwenye jiko wameacha, wameshamaliza ile socket switch kule hujaizima, umeme bado unakuja kwenye jiko. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitakiwi. Ule umeme unaokuja, ina maana moja kwa moja unaendelea kupeleka joto pale, mwisho wa siku muda wote unaweza kusababisha mlipuko. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitakiwi. Ukizima kule kwenye socket switch, mazingira kwa yatabaki kuwa salama na kila kitu kinakuwa vizuri. Lakini kingine cha kuongezea, hapo kwenye gesi, tunashauri sana, ukihisi gesi imevuja ndani, haitakiwi kujishughulisha na shughuli aina yote inayozalisha joto. Ikiwepo kuwasha taa za umeme au kuzizima. Simu pia tumeambiwa kwamba zinaleta asali. Kuwasha simu yako tochi, labda kulikuwa na giza, unataka uingie ndani afu ufungue mlango angalie gesi imevuja sehemu gani. Usiwashe tochi wala kupokea kama ilikuwa imeita. Au kuspray dawa zenye asili ya kuua vijidudu, mfano za mbu au perfume yenye asili ya mlipuko, haitakiwi kuifanya hivyo. Kwa hiyo cha kufanya ni kufungua milango taratibu, kuiacha wazi, ndipo ukafunge valve ya mtungi wako, wewe mwenyewe ukakae nje kwa usalama wako. Utakuwa kwa vizuri. Mtazamaji, hiyo ni elimu pana zaidi ambayo unaipata kutoka katika Jeshi la Zimamoto kupitia kwa Afande Paris kutoka Jeshi la Zimamoto mkoa wa Zimamoto Temeke, ambapo ametupa mengi sana yanayohusu namna ya matumizi sahihi ya nishati safi ya gesi pamoja na umeme. Umeyasikia hapo, kuna masuala mazima ya kutotumia simu wakati gesi inavuja kwa sababu ya tochi au saa nyingine kupokea simu huku ukijua kuna linkage ya gesi ndani ya nyumba yako, lakini pia kubebanisha vitu ndani ya kebo moja ya umeme, hususan kwa wale matumizi ya vitu vinavyotumia umeme mkubwa, mfano jiko la umeme, pasi, saa nyingine TV na feni kuwa katika eneo moja. Wakati mwingine unaongeza multi plug kuhakikisha unapata matumizi mengi zaidi. Hilo si sahihi. Lakini pia kwa wale watumiaji na wachomaji wa chipsi maarufu kama vibanzi katika maeneo hayo, kwa sababu kuna wale wanaolaza mitungi, nayo inaonekana si sahihi. Mtungi unapaswa kusimamishwa, ndio maana hata wakati kuna magari sahihi ya kusafirisha mitungi hiyo. Kwa hiyo kikubwa tumekipata hapa ndani ya Good Morning Arise, ndani ya Gumzo la Habari, na tukitamatisha hivyo kwamba matumizi sahihi ya nishati hizi yanaenda sambamba na wewe kujua elimu ya kile ambacho unapaswa kukitumia. Tusitupe sana ile maelekezo unayopata kwenye kifaa unachokinunua, maana mara nyingi afande,
kuna yale makaratasi ya maelekezo, mtu anaona ni refu sana kulisoma, anaweka pembeni na inasababisha saa nyingine athari. Mimi nikutakie tu kazi njema na majukumu mema. Labda la mwisho la kumwambia mtazamaji wetu wa Good Morning Arise kupitia Gumzo la Habari, nini hasa zingatia hasa katika matumizi ya nishati hizi za majumbani? Akiona tukio lolote lile linalohusiana na moto au maokozi aina yote, atoe taarifa tu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Au gesi imeleta leakage mle ndani, anaweza kupiga namba za dharura ambao ni 114. Atapewa maelekezo namna gani ya kuweza, njia zipi za kuweza kuzifuata. Kwa hiyo akipiga tu hiyo, jamani kuna gesi imevuja huku, nifanye nini? Kwa hiyo atapewa maelekezo yote, afanye nini, azingatie kitu gani, au epuke kufanya kitu gani. Yeye mwenyewe akae pembeni. Kwa hiyo akishafanya vile, maana kila kitu kitaenda sawa. Kwa hiyo kutoa taarifa ni jambo la muhimu, kwa sababu linavyotokeza tukio la aina yote, kutoa kwanza taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba za dharura ambao ni 114 kwa ajili ya kupata huduma zaidi au msaada zaidi. Shukrani sana Afande Faris. Nami ndio natamatisha gumzo asubuhi ya leo ndani ya Good Morning Arise. Bado tuko hapa mpaka hapo baadaye ambapo zinakujia habari kutoka madhabahuni. Nguvu ya madhabahu na Lightness Jerry atakuja hapa, lakini pia michezo bado tuko nayo hapa ndani ya Good Morning Arise. Mimi ni Samson Kesi, kijana madhabahu. Nikutakia utazamaji mwema wa Good Morning Arise. Where are you? What did you do? What did you do for last? Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi, muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la Habari. Where are you?